mateso na ufufuko wake. Alipoingia katika mji wake wa Yerusalemu ili alitimize. Hiyo tumfuate Bwana wetu tukifanya kwa imani yote na uchaji kumbukumbu ya lile tendo lake lenye kuleta wokovu na kuingia Yerusalemu, ili baada ya kushiriki msalaba kwa neema yake kushiriki pia ufufuko wake na uzima wake. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, uyatakatifuze matawi haya kwa baraka yako, ili sisi tunaomfuata Kristo mfalme kwa shangwe tupate kuifikia Yerusalemu ya milele kwa njia yake, unayeishi na kutawala daima na milele. Amina. So just go straight away. You can take it. Well Wakati huo Yesu alitangulia mbele akipanda kwenda Yerusalemu. Alipokaribia Bethfage na Bethania karibu na mlima uitwao wa Mizeituni, aliwatuma wawili wa wafuasi akisema, nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu. Mnapoingia huko mtamkuta mwanapunda amefungwa, naye hajakaliwa bado na mtu. Mfungueni mkamlete hapa. Na kama mtu akiwauliza, kwa nini mnamfungua, semeni hivi, Bwana anamhitaji. Basi wale waliotumwa wakaenda wakakuta mambo kama alivyowaambia. Walipomfungua mwanapunda, wenyewe wakauliza, kwa nini mnamfungua mwanapunda? Nao wakajibu, Bwana anamhitaji. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika mavazi yao juu ya mwanapunda na wakamkalisha Yesu juu yake. Alipoanzisha maandamano,
walitandaza mavazi yao njiani. Alipokaribia mteremko wa mlima wa Mizeituni, kundi la wafuasi lilianza kufurahi na kumtukuza Mungu kwa shangilio kubwa kwa ajili ya matendo makuu yote waliyoyaona. Wakasema, mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Baadhi ya Mafarisayo katika umati wakamwambia, Mwalimu, wakanye wafuasi wako. Akawajibu, na waambieni, kama hawa wakinyamaza, mawe yatapiga kelele. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo. Leo tuingia na Yesu mji wa Yerusalemu. Wakati huu wa Kwaresma ambao umeweza kumalizika siku ya jana, umekuwa na wakati ambapo Yesu akiendelea, baada ya kuendelea kuhubiri, amekuwa akirudi Yerusalemu. Sasa anaingia mji wa Yerusalemu, na tunajua ya kwamba Yesu Kristo ni mfalme. Hata kama ufalme wake haujatambuliwa hapa duniani, yeye mwenyewe alikwa na aweza kutengenezwa njia na Mungu ambaye anayemteua. Baada ya kumteua, anamfanya mfalme na anaingizwa katika mji wa Yerusalemu kama mfalme. Lakini haingii ili aweze kufanya mambo makuu kwa wana wa Israeli. Lakini jambo kuu la maana zaidi ni kuweza kuwaokoa na haswa kuweza kufa na kufufuka kwa sababu ya watu wake. Kwa hivyo ule mwaliko ambao nao walikuwa siku ya leo, tutaingia na Yesu Yerusalemu. Tutaingia tukimwimbia. Aliingia kama mfalme, mfalme mpole, mfalme mnyenyekevu, mfalme ambaye hakuwa na kiburi, mfalme kwa njia ya kipekee ambaye atualika tuweze kutafuta huo ufalme. Kwa hivyo siku ya leo tunapoingia katika safari hii, ambapo tunapoingia mji wa Yerusalemu pamoja na Kristo, tujiombee ili wiki hii takatifu ambayo tunayoianza, na Yesu Kristo anapoteswa na kuhukumiwa ili afe, pia sisi tuweze kuunganika pamoja na yeye, haswa tuweze kujitayarisha kufa na kufufuka naye. Na tutajibu katika jina la Kristo, amina. Katika jina la Kristo, amina. Tuandamane kwa amani. Katika jina la Kristo, amina.
Tuombe. E Mungu Mwenyezi wa milele, ulitaka Mwokozi wetu atwae mwili na kuteswa msalabani kwa ajili ya wanadamu wote, nao wapate kufuata mfano wa unyenyekevu wake. Utujalie kwa wema wako tuweze kushika mafundisho ya uvumilivu wake na kustahili kushiriki ufufuko wake, anayeishi na kutana naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha Nabii Isaya. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kumjibu yule achokaye kwa neno la kumwamsha. Kila asubuhi yeye huliamsha sikio langu, ili nisikie kama mwanafunzi. Bwana Mungu amenizibua sikio langu, nami sikukataa, sikurudi nyuma. Niliwatolea mgongo wangu wale walionipiga, na mashavu yangu kwa wale walioning'oa ndevu. Wala sikuuficha uso wangu, ili usifedheheshwe na kutemewa mate. Bwana Mungu ndiye anayenisaidia, ndiyo maana sihangaiki na hayo. Ndiyo maana nimefanya uso wangu mgumu kama jiwe. Najua ya kwamba sitaaibishwa. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Kiitikio: Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Wote wanaoniona hunicheka, hunyonga midomo kwa kunidhihaki na kutikisa vichwa vyao. Alimwamini Bwana, acha amuokoe. Acha amuokoe, kwa kuwa amependezwa naye. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa maana mbwa wengi wamenizunguka, kundi la waovu wananisonga. Wamenitoboa mikono na miguu, naweza kuhesabu mifupa yangu yote. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Wanagawanya nguo zangu kati yao, wanaipigia kura kanzu yangu. Nawe, e Bwana, usiwe mbali. Ewe msaada wangu, fanya haraka kunisaidia. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Nitawasimulia ndugu zangu jina lako, katikati ya mkutano nitakusifu. Enyi watumishi wa Bwana, msifuni. Enyi wote wazao wa Yakobo, mtukuzeni. Enyi wote wana wa Israeli, mtumikieni. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi. Kristo Yesu, ijapokuwa alikuwa namna ya Mungu, hakuchukulia kwamba kuwa sawa na Mungu lilikuwa jambo la kushikamana nalo, bali alijishusha mwenyewe, akatoa umbo la mtumishi,
akawa ana mfano wa wanadamu. Na alipoonekana ana umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza mwenyewe, akawa mtii mpaka mauti, yani mauti ya msalabani. Kwa sababu hiyo Mungu alimtukuza, akampa jina lipitalo kila jina, ila kwa jina la Yesu wote wapige magoti, wote walioko mbinguni, duniani na kuzimu, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Neno la Bwana. Shangilio la Injili. Kristo alijinyenyekeza mwenyewe, akawa mtii mpaka mauti, yani mauti ya msalabani. Kwa sababu hiyo Mungu alimtukuza, akampa jina lipitalo kila jina. Mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yalivyoandikwa na Luka. Saa ilipowadia, Yesu aliketi mezani, yeye pamoja na mitume wake, akawaambia, Nimetamani kwa hamu kubwa kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu, kwani nawaambieni sitaila tena hata itimizwe katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, Twaeni hiki mgawanye, kwa maana nawaambieni toka sasa sitakunywa tena uzao wa mzabibu hata ufalme wa Mungu uje. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akisema, Huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Vivyo hivyo akakitoa kikombe baada ya kula, akasema, Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Tazama, hapa mezani pangu upo mkono wa mwenye kunisaliti. Basi Mwana wa Mtu anakwenda zake kama ilivyoazimiwa, lakini ole wake mtu yule anayemsaliti. Wakaanza kuulizana, ni nani miongoni mwao atakayefanya jambo hilo? Kulitokea ubishi kati yao kuhusu ni nani aliye mkuu. Akawaambia, Wafalme wa mataifa huwatawala raia wao, na wenye mamlaka kwao huitwa wafadhili. Lakini ninyi sivyo, bali aliye mkubwa kwenu awe kama mdogo wenu, na kiongozi wenu awe kama mtumishi. Kwa maana ni nani aliye mkubwa, yeye akae mezani ama yeye atumikiaye? Si yeye akae mezani? Lakini mimi nipo hapa miongoni mwenu kama mwenye kutumikia. Ninyi ndinyi mliodumu pamoja nami katika majaribu yangu, nami ninawakabidhi ninyi ufalme kama Baba yangu alivyonikabidhi mimi.
Huko mtakula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu, na mtaketi katika viti vya enzi kuyahukumu makabila 12 ya Israeli. Simoni, Simoni, angalia, Shetani ametaka kuwapepeta ninyi kama ngano, lakini mimi mwenye nimekuombea ili imani yako idumu, nawe baada ya kuongoka uwaimarishe ndugu zako. Petro akamjibu, Bwana, pamoja nawe mimi nipo tayari kwenda gerezani na hata kufa. Yesu akamjibu, nakwambia Petro, leo hii kabla ya jogoo kuwika utanikana mara 3 kwamba hunijui. Akawauliza, je, nilipowatuma bila pochi, wala mkoba, wala viatu, mlipatwa na shida? Wakasema, La, hapana. Akawaambia, lakini sasa mwenye pochi aichukue, na mwenye mkoba kadhalika, na asiye na upanga auze kanzu yake anunue mmoja. Kwani nawaambieni, yaliyoandikwa lazima yatimizwe, yaani amehesabiwa pamoja na wakosefu. Basi yanihusuyo mimi yanatimia sasa. Wakasema, Bwana, tazama hapa zipo panga 2. Akawaambia, yatosha. Akatoka akaenda kwenye mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake, na wafuasi wakamfuata. Alipofika mahali pale, aliwaambia, salini msije mkaingia katika kishawishi. Mwenyewe akajitenga nao, akaenda mbele kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti, akasali hivi: Baba, ukipenda uniondolee kikombe hiki, lakini si mapenzi yangu bali yako yatimizwe. Hapo malaika akamtokea kutoka mbinguni, akamtia nguvu. Alipopatwa na mahangaiko, akazidi kusali. Jasho lake likawa kama matone ya damu yaliyomtiririka chini. Baada ya sala hiyo, akasimama akaenda kwa wafuasi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Akawaambia, mbona mnalala? Amkeni, salini msije mkaingia katika kishawishi. Alipokuwa akisema bado, kundi la watu likamjia, na Yuda, mmoja wa wale 12, akawatangulia, akamkaribia Yesu, akambusu. Yesu akamwambia, Yuda, je, kwa busu unamsaliti mwana wa mtu? Hapo wafuasi wake wakaona mambo yanayokuja, na wakawauliza, Bwana, tuwapige kwa upanga? Mmoja wao akampiga mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio la kulia. Yesu akajibu, achia hapo. Akaligusa sikio, akamponya. Yesu akawaambia makuhani wakuu na walinzi na wa hekalu na wazee waliokuja kumkamata, mmekuja na panga na rungu kama kukamata mnyang'anyi. Kila siku nilikuwa kati yenu hekaluni, huko hamkunyosha mikono kunikamata, lakini hii ni saa yenu ya mamlaka ya giza. Wakamkamata, wakamwongoza, wakampeleka katika nyumba ya kuhani mkuu. Petro alifuata kwa mbali. Huko katikati ya ua walikuwa wamewasha moto na kuota. Petro akaketi kati yao. Ndipo mjakazi mmojawapo akamwona ameketi mwangani, akamkazia macho, akasema, na huyu alikuwa pamoja naye. Akakana akisema, Mwanamke, simjui mimi. Baada ya kitambo mwingine akamwona,
akasema, wewe pia ni mmoja wao. Petro akasema, Mtu we, si mimi. Kadiri ya saa moja ikapita, mtu mwingine akasisitiza akisema, Hakika na huyu alikuwa pamoja naye, maana pia ni Mgalilaya. Petro akasema, Mtu we, sijui unalosema. Pale pale katika kusema kwake, jogoo akawika. Bwana akageuka akamtazama Petro. Petro akalikumbuka neno la Bwana jinsi alivyomwambia, leo kabla ya kuwika jogoo utanikana mara 3. Akaenda nje akalia machozi kwa uchungu. Watu waliomlinda Yesu walimdhihaki, wakampiga, wakamfunika uso, wakamuuliza wakisema, Tabiri, ni nani aliyekupiga? Wakamtukana kwa maneno mengi mengi. Kulipopambazuka, halmashauri ya watu, ndio makuhani wakuu na waandishi, walikusanyika, wakampeleka katika baraza lao, wakasema, Kama wewe ni Kristo, utuambie. Akawaambia, Hata nikiwaambia hamtasadiki, na nikiwauliza neno hamtajibu. Toka sasa mwana wa mtu ataketi kuume kwa enzi ya Mungu. Wote wakasema, Basi, wewe umwana wa Mungu? Akawaambia, Ninyi mnasema kwamba mimi ndiye. Wakasema, Kwa nini tuhitaji tena ushuhuda? Maana sisi wenyewe tumeusikia kutoka kinywani mwake. Watu wote wa mkutano huu wakasimama, wakampeleka kwa Pilato, wakaanza kumshtaki wakisema, Tumemkuta huyu akipotosha taifa letu, akipinga kumlipa Kaisari kodi na kujiita kuwa Kristo mfalme. Pilato akamuuliza, Wewe ni mfalme wa Wayahudi? Akamjibu, Wewe wasema. Pilato akamwambia makuhani wakuu na umati wa watu, Sioni kosa kwa mtu huyu. hao lakini wakasisitiza wakisema, Anawachochea watu kwa mafundisho yake katika Uyahudi wote, tokea Galilaya mpaka hapa. Pilato aliposikia hayo, aliuliza kama huyu ni mwenyeji wa Galilaya. Basi alipotambua ya kuwa yu chini ya mamlaka ya Herode, alimpeleka kwa Herode, kwa maana yeye alikuwako Yerusalemu siku zile. Herode alifurahi sana alipomwona Yesu. Tangu muda mrefu alitaka kumwona, kwa maana alikuwa amesikia habari zake. Tena akatumaini kuona miujiza ukitendwa naye. Akamuuliza maswali mengi, lakini Yesu hakumjibu neno. Makuhani wakuu na waandishi walisimama pale, wakamshtaki kwa ukali. Hata Herode pamoja na kundi lake la askari wakamdhihaki. Kisha akamvika joho jeupe, akamrudisha kwa Pilato. Siku ile ile Herode na Pilato wakawa marafiki baada ya uadui wao wa siku nyingi. Pilato akawakusanya makuhani wakuu, wakubwa wa serikali na raia wote, akawaambia, Mmemleta mtu huyu kwangu kama mtu aliyepotosha watu. Basi nimemhoji mbele yenu, lakini kwa mtu huyu sija kuona lolote mnalomsaliti.
mnalomstaki. Wala Herode hakuona kosa, kwa maana amemrudisha kwetu. Tazama, hakuthibitishiwa kosa limpasalo adhabu ya kufa. Apigwe sasa, kisha nitamfungua. Hapo wakapiga kelele pamoja, Mwondoe mtu huyu, utufungulie Baraba. huyu alitupwa gerezani kwa sababu ya uasi mjini na mauaji. Pilato akasema tena nao kwa nia ya kumfungua Yesu, nao wakapiga kelele. Msulubishe, msulubishe. Akawaambia mara ya tatu, Je, amefanya ubaya gani? Kwake sioni kosa limpasalo kufa. Apigwe sasa, kisha nitamwacha. lakini wao wakamsonga kwa kelele nyingi na kudai asulubiwe. Mwisho kelele yao ikafaulu. Pilato akaamua dai leo litimizwe kwa sababu ya uasi na mauaji. Mwisho kelele yao ikafaulu. Pilato akaamua dai lao litimizwe. Akawafungulia mtu waliyemtaka, ndiye mtu aliyetupwa gerezani kwa sababu ya uasi na mauaji. Baada yake akamtoa Yesu wamtendee wapendavyo. Walipokuwa wakimwondoa, walimkamata Simoni wa Kirene aliyekuwa akirudi toka shambani, wakamtwika msalaba auchukue na kumfuata Yesu. Umati mkubwa wa watu ukamfuata, miongoni mwao wanawake waliojipiga vifua na kumlilia. Yesu akawageukia akasema, Enyi mabinti wa Yerusalemu, msinililie mimi, bali mjililie wenyewe na watoto wenu. Kwa maana siku zitakuja watakaposema watu, afadhali waliotasa na matumbo yasiyozaa na maziwa yasiyonyonyesha. Ndipo watakapoanza kuambia milima, tuangukieni, na vilima, tufunikeni. Kwa maana kama wakiutenda hivi mti mbichi, itakuwaje kwa mti mkavu? Wakapelekwa pia wawili wengine wahalifu wauawe pamoja naye. Walipofika mahali paitwapo Fuvu la Kichwa, walimsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja kulia kwake, mmoja kushoto kwake. Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa maana hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake kwa kuyapigia kura. Watu walisimama huku wakitazama. Wakubwa wa watu walimdhihaki wakisema, Aliwaokoa wengi, sasa ajiokoe mwenyewe kama ni Kristo, mteule wa Mungu. Askari pia walimdhihaki, walimjongea na kumletea siki wakisema, Kama wewe ni mfalme wa Wayahudi, jisalimishe mwenyewe. juu yake palikuwa na hati, Huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa alimtukana akisema, Je, wewe si Kristo? Basi jiokoe mwenyewe na sisi pia. Lakini mwingine akajibu akamgombeza na kusema, Je, hata wewe uliyehukumiwa sawa na yeye humjali Mungu? Sisi kwa haki tunapokea tuliyostahili kwa makosa yetu. Huyu lakini hakutenda mabaya. Akasema, Yesu, unikumbuke mimi utakapoingia katika ufalme wako.
Yesu akamjibu, Amin, nakwambia leo utakuwa pamoja nami peponi. Mnamo saa 6 giza lilifunika nchi yote mpaka saa 9. Jua lilipatwa na giza na pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kubwa akisema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Baada ya maneno hayo akakata roho. Akida alipoona yaliyotendeka, alimtukuza Mungu akisema, Hakika mtu huyu alikuwa mwadilifu. Na watu wote wa umati waliohudhuria kutazama mambo hayo waliona yaliyotendeka, wakajipiga vifua na kurudi kwao. Wenzake wote miongoni mwao wanawake walioandamana naye toka Galilaya walisimama mbali kidogo na kuona hayo. Kulikuwa na mtu jina lake Yosefu, mzee wa baraza, mtu mwema, mwadilifu, hakukubali shauri na tendo lao. Alikuwa ni mwenyeji wa Arimathea, mji wa Yudea. Aliutazamia ufalme wa Mungu. Huyo alimwendea Pilato, akamwomba mwili wa Yesu. Akaushusha, akauzungushia sanda, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani. Humo hakuwahi kuzikwa mtu. Ilikuwa siku ya maandalio na Sabato ikakaribia. Wakafika wanawake, ndio wale waliokuja pamoja naye toka Galilaya. Aliliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Wakarudi wakatayarisha manukato na mahamu. Siku ya Sabato walipumzika kadiri ya sheria. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Leo kama vile ambavyo nimesema pale nje, tukianza ibada hii ya misa, ibada hii ya matawi, leo tukianza wiki hii, wiki takatifu, wiki ambayo ni ya maana sana kwa kila mmoja wetu, wiki ambayo sisi wote twaalikwa tuweze
kumtumikia na haswa kujiangalia kila mmoja wetu, kutafakari kuhusu mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, kufa na baadaye tuweze kusherehekea ufufuko wake. Kama vile tunavyojua, wakati huu wa Pasaka ama wakati huu ndio maana zaidi sisi kama Wakristo. Juu kuna wengi waliokufa lakini hawakufufuka. Kuna manabii wengi walifanya mengi mema lakini hawakufufuka. Lakini Yesu Kristo kwa njia ya kipekee, kwa sababu gani tunasema ya kwamba wakati huu ni wa maana zaidi kwa kila mmoja wetu? Ni kwa sababu ndio angezaliwa kama vile tunavyosherehekea wakati wake wa kuzaliwa. Angetenda mambo makuu, ndio angeweza kuwaponya wengi na pia angeweza kuwafufua, lakini angekufa na akose kufufuka, tungemhesabu kama wale manabii, kama wale ambao wametenda mambo makuu. Lakini yeye aliweza kushinda kile ambacho hakuna mtu yeyote, binadamu yeyote, nabii yeyote, wale wote ambao waliokuwa akina Abrahamu, akina Musa, hawajaweza kuyashinda kifo. Na ndio maana wakati huu kwa wiki hii takatifu ni wakati wa kutafakari na kujiuliza maswali kadha kwa kadha. Na leo tunajua tumesoma injili refu sana, lakini ningetaka tuweze tu kutafakari mambo machache mno ambayo tunaweza soma kutoka kwa injili hii yetu, haswa wakati injili inapoanza. Na haya mambo nataka tuweze kuyatafakari kama matatizo ambayo sisi wote tunaweza kujipata ama tumejipata katika maisha yetu ya kumfuata Kristo. Katika kumfuata Kristo, kumfuata Mungu, yeye ako na lengo la kila mmoja wetu. Na maono yake wakati mwingine hatuwezi yagundua, kama vile wafuasi wake hawakuweza kuyagundua. Amekuwa akiwaambia ya kwamba atateswa na atakufa na baada ya siku ya 3 atafufuka, lakini wote wamesahau. Na ndiyo haya matatizo yanakuja. Tatizo la kwanza ni wanakuwa na usingizi. Vipi? Tuangalie, baada ya Yesu kula pamoja na watumishi wake, aliweza kuwabeba na wakaenda pamoja naye, wakaenda kuomba. Akawahimiza na akawaambia hawa watumishi wake watatu, Petro, Yohane na Yakobo, akawaambia, ombeni msiingie katika majaribuni. Na yeye mwenyewe akaanza kuomba. Hawa watumishi wake wakaingia katika usingizi. Tusisahau, wameambiwa waombe wasiingie katika majaribu. We love running away from a problem. And how do you run away from a problem? Kama hawa wanaingia katika usingizi. Usingizi wetu katika maisha yetu ni kama gani? Kuna marafiki zangu ambao wananiambia kwamba wakati wako na mashida wanatumianga weed. Wengine katikati yetu pia wakati tuko na mashida tunaingia katika ulevi. Tunataka kulewa ili tupate usingizi, lakini mashida yataisha? Hapana. Wengine tutumia dawa mpaka hizi za kutupatia usingizi ati ili tuweze kupata usingizi, lakini mashida hakuna mahali ambapo zinaenda. Twaingia katika usingizi. Ni mambo yapi wewe mwenyewe kama Mkristo wajipata umeingia katika usingizi, na badala ya kusuluhisha hilo jambo wakuwa kama hawa watume wale ambao wanaoambiwa waombe wasiingie katika majaribu, na badala ya wao kuomba wanaingia katika usingizi. Sisi pia tutafanya hivyo. Tunaona majaribu ni mengi, lakini badala ya kuomba tutaingia katika usingizi wa kiimani. Tatizo la pili, wanajaribu kuharibu. Angalia, wakati walipoamka Yesu Kristo akawaambia wakati wake umewadia. Maaskari wakakuja, naye Yuda akakuja akamsaliti. Angalia vile watumishi wa Kristo walifanya.
ule upanga ambao waliulizwa, walichukua tu ule upanga wakakata mmoja wao kuharibu. Maisha yetu ya kila siku kama wakati huu tunafanya vipi? Tuone kama wale ambao wako katika ndoa. Sisi tunapoingia katika wakati mmoja wako katika ndoa, unaangalia unaona mwenzako ako na makosa. Na maybe umepata hayo makosa kwa simu yake. Tunafanya vipi? Unachukua hiyo simu, unaicrash. Sasa umeharibu simu. Ni nini umesuluhisha? Wengine unachukua unaanza kuharibu kila kitu katika hiyo boma yako. Unaharibu TV, unaharibu vikombe, unapiga kila mtu ambaye ako kwa hiyo boma yako. Ni suluhu gani ambayo umeweza kupatia? Hivyo ndivyo watumishi wa Yesu Kristo walifanya. Wao waliona vizuri ni kukata mmoja wao panga. Wao walikuwa wanataka vita, lakini hawakuwa wamesuluhisha jambo lolote. Wakati mwingine tuingia tunataka kujaribu kuharibu. Kuharibu hakusuluhishi. Ni utafute suluhu. Kuharibu hakukupatii furaha, bali kwa kurudisha nyuma kwanza. Kwa sababu kama simu ulikuwa umenunua 20,000, sasa lazima utafuta pesa zingine ununue simu nyingine. Kama mlikuwa mmenunua vitu za nyumba, lazima utafute pesa ukanunue zingine. Wengine wakijua kimwenzako wa ndoa kuna uhusiano na wale ambao wanaofanya kazi na wao, unaenda kupigana na huyo mtu, unaenda kujiharibia jina kwa mfanyikazi ama kwa wafanyikazi wale ambao wanaofanya. Ukiangalia hakuna kutengeneza, ulitengeneza, ni kuharibu, umeharibu. Hivyo ndivyo tunavyofanya. Na ndio maana Yesu Kristo alichukua lile sikio, akarejesha na akaweza kumponya. Na huyu Maleku akakuwa mfuasi wake tena. Ni vizuri tuweze kuangalia maono ya Mwenyezi Mungu. Vita haisuluhishi, kuharibu hakusuluhishi. Tatizo la tatu, wanamkana. Angalia Petro. Petro amekuwa pamoja na yeye. Petro ni ambaye anaachiwa kazi. Ni ambaye anaachiwa kazi hii ya Mungu. Lakini amemkana mara ngapi? 3. Sisi kama Wakristo pia wakati mwingine tuamkana kwa tabia zetu. Wakati mwingine tuamkana kwa vile ambavyo tunavyofanya. Wakati mwingine tuamkana kwa sababu hatutaki kuchukua hayo majukumu. Petro aliweza kumkana na akasema ya kwamba hamjui, hata hawana uhusiano wowote. Ni mara ngapi wewe mwenyewe umemkana Yesu? Ni mara ngapi wewe mwenyewe umekana imani yako? Kwa sababu uko na mashida, kwa sababu uko na matatizo. Mara ngapi ambapo umeweza kumkana Yesu? Wakati huu, wiki hii takatifu, ni vizuri tutafakari na tujiulize hayo maswali. Ni mara ngapi mimi katika maisha yangu nimemkana Yesu kama Petro? Unaweza mkana, unaweza kuta wakati kuna mashida, unamkane yeye. Wakati kuna vurugu, umkane. Wakati maybe kuna kitu imetokea, maybe kumekuwa na crisis, kama maybe padri amefanya kitu ama papa amesema kitu, na juu wewe uitikanishi nalo, unafanya vipi? Unasema hata hiyo kanisa sitakuwa naenda. Mambo yapi ambayo wao wanayoyafanya? Ni mambo yapi hao ambayo wanayoisema? Je, ni mara ngapi umemkana Yesu kwa sababu ya tabia zetu, ama kwa sababu hautaki kubeba hilo jukumu, ama kwa sababu hautaki kuitanishwa na yeye? Jambo la 4 ni kumkimbia. Hawa watumishi wake walikuwa pamoja na yeye, walikuwa anaringa. Tuangalie mpaka Yohane na Yakobo walikuwa wanapigana nani atakuwa mkubwa katikati yao. Angalia kwa wakati huu wamemkimbia. Ni Yakobo tu ambaye amesimama na yeye. Hawa wengine wote wameenda. Katika maisha yetu ya Ukristo, ni mara ngapi tumemkimbia? Kwa tabia zetu, kwa kazi zetu zile ambazo tunazozifanya, kwa familia zetu. Katika hii nchi yetu ni mara ngapi tumemkimbia Yesu? Kwa sababu hatutaki kusimama imara na hatutaki kumtetea. Kwa sababu umekuta ukana changamoto, badala ya umtetea Yesu Kristo unasimama imara, unamkimbia. Hausuluhishi lolote. Ni you deal na that situation. You deal with that challenge.
Na tunapofanya hivyo, tunapotelea imani yetu. Tunakuwa kama huyu Petro, tunakimbia. Lakini Yesu Kristo anaenda kusulubiwa, tumemwachilia aende akasulubiwe. Ni mara ngapi tumemkimbia? Na jambo la 5 na la mwisho ni kukwepa majukumu. Tunakwepa majukumu. Angalia Pilato. Pilato yeye mwenyewe anajua Yesu Kristo hana makosa. Amempima, wameongea na yeye na akaona ya kwamba kabisa hana makosa. Lakini yeye anafanya vipi? Ati anaenda kunawa mikono na anasema damu yake nisiulizwe. Kukwepa majukumu. Sisi kuna wengi wetu wametoroka kanisa kwa sababu tunakwepa majukumu. Kuna wengi wetu kwa sababu wameambiwa vile ambavyo wanastahili kufuata, wamekosa kufuata hiyo haki na wanakwepa majukumu. Wako kama Pilato. Pilato alikwepa jukumu lake na kusema ya kwamba huyu hajafanya lolote na huyu hastahili kusulubiwa. Yeye alifanya vile watu wanavyotaka. Watu wakashinda, lakini kuna jambo moja ambalo ni la maana ambalo wanastahili kujua Pilato, ni kwamba jukumu lilikuwa lake, apende asipende. Pia sisi kuna yale majukumu ambayo tuko nayo, na haya majukumu ni yetu. Tuikwepe, tusiikwepe. Lazima tusimame imara na hayo majukumu yetu ya Ukristo, ya imani yetu. Tunapokwepa majukumu yetu, twamsulubisha Kristo. Twampatia na Kristo kwa maadui zake. Tunapokwepa majukumu yetu, tunapokataa kufanya vile yeye mwenyewe anatualika, twakwepa majukumu yetu. Ni vizuri tusimame imara na majukumu ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia. Masharti, mafundisho yake tuweze kusimama imara nayo na tuweze kutenda haki. Usipotenda haki, hakuna mtu atakutendea haki. Simama imara. Usikose kuitikia kusimama imara. Usikose kukwepa ama usikwepe majukumu yako kama Mkristo. Simama imara. Tenda haki kila wakati. Na Mungu Mwenyezi atatubariki na hatasulubiwa tena kwa sababu ya makosa yetu, kwa sababu ya kutokumsikiza, kwa sababu ya kumkana, kwa sababu ya kuwa katika usingizi, na pia kwa wakati ule tunaoharibu. Tusimame imara na imani yetu. We deal with the situation the way it is, so that at the end of it all, He might give a solution. Let us not run away. Hata tuache kucorrect a mistake with another mistake. Tusimame imara katika imani yetu, na Kristo atatualika kwake, na baada ya mambo yote ataweza kutufanya na tutaweza kumpokea kule mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame tukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote. Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria akawa mwanadamu. Akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa
pamoja na Baba na Mwana aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Tunapoanza Juma Takatifu, tumuombe Baba kwa unyenyekevu, jinsi Kristo alivyofanya. Alitolea sala na maombi kwa kilio cha sauti na machozi, akiyakubali mateso na kifo chake kwa imani kubwa, apate kutuokoa. Kwa unyenyekevu tuseme: E Bwana, okoa watu wako. E Bwana, okoa watu wako. Ulisaidie kanisa lako, umlinde Baba Mtakatifu wetu Francesco, walinde na kuwabariki maaskofu wetu Philip, David na Simon Peter. Tunakuomba. Wavike utakatifu mapadri na mashemasi wetu, waimarishe watawa wa kike na wa kiume katika wito wao, na wabariki wamishonari wote. Tunakuomba. Udumishe amani katika mataifa, uwape hekima wanaotunga sheria zetu, utujalie hali nzuri ya hewa, na warudishe wakimbizi makwao. Tunakuomba. E Bwana, okoa watu wako. Wajalie walio na mahitaji msaada wako, wajalie wagonjwa afya, uwe msaidizi wa maskini, uwe pamoja na wanaokufa, uwe mwenzi kwetu katika safari yetu ya maisha. Tunakuomba. E Bwana, okoa watu wako. Uzijaze familia zetu baraka zako, uwe pamoja na jumuiya zetu za Kikristo, utuimarishe katika imani, matumaini na mapendo. Tunakuomba. E Bwana, okoa watu wako. Sala ya kutangaza mwenye heri mtumishi wa Mungu Kardinali Maurice Michael Otunga. E Mungu, ulimpa nafasi mtumishi wako Kardinali Maurice Michael Otunga neema ya kuwa mchungaji na mfano mwema katika huduma ya kanisa, na kumfanya ishara ya unyenyekevu na upendo kwa maskini na wasiojiweza katika jamii, wakati huo akijinyima na kujitenga na anasa za dunia. Twakusihi ukubali ili tupate kujifunza pia kuitikia kwa uaminifu na mahitaji ya wito wa Kikristo, kugeuza nyakati zote na hali ya maisha yetu kuwa nafasi ya kukupenda wewe na jirani zetu kwa furaha na wema, na kuutumikia ufalme wa Mungu kwa unyenyekevu. Tunakuomba umtengee mtumishi wako Kardinali Otunga sehemu katika utukufu wa mbinguni, ambayo ni ahadi kwa wale waliokuhudumia vyema. Kupitia kwa maombi yake, libariki kanisa, nchi yetu, familia zetu, na utujalie neema tunayoomba kwa unyenyekevu, hasa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sala ya Jubilei. Baba wa mbinguni, imani uliyotupa kupitia kwa mwanao Bwana wetu na ndugu yetu Yesu Kristo, na mwali wa ukarimu uliowashwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu, ziamshe upya ndani yetu tumaini lenye baraka la ujio wa ufalme wako. Neema yako itubadilishe kuwa wakulima wasiochoka wa mbegu za Injili. Mbegu hizo ziweze kutufanya upya kutoka kwa ndani ubinadamu wetu na ulimwengu wote, katika matarajio ya uhakika wa mbingu mpya na nchi mpya, ambapo nguvu za uovu zikiangamizwa, utukufu wako utang'aa milele. Neema ya Jubilei na iwashe upya ndani yetu mahujaji wa matumaini, hamu ya hazina za mbinguni, na neema hiyo ieneze furaha na amani ya mkombozi wetu duniani kote. Kwako Mungu wetu unayetukuzwa daima, utukufu na sifa milele na milele. Amina. E Bwana mwenye huruma, mwanao Yesu Kristo ametukomboa kwa kifo na ufufuko wake. Tujaze Roho wako ili tuweze kutakaswa kikamilifu na damu ya Kristo wakati huu wa mateso yake, na kufikishwa katika furaha ya ufufuko wake, anayeishi na kutawala milele na milele. Amina.
Salini dogo ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, kwa ajili ya mateso ya mwanao pekee, rehema yako isikose kutukaribia sisi, na hata kama hatuistahili kwa ajili ya matendo yetu, utujalie tuipokee kwa njia ya dhabihu hiyo moja pekee, tukiwa tumetukiwa na huruma yako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye asiye na kosa alikubali kuteswa kwa ajili ya waovu na kuhukumiwa bila haki afe kwa ajili ya watenda mabaya. Alifuta dhambi zetu kwa kifo chake, akatukomboa kwa ufufuko wake na kutufanya wenye haki. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika wote tunakusifu, tukiimba kwa shangwe na furaha. Bwana, kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote. Tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako,
ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote. Huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Filipo na wasaidizi wake Daudi na Simon Peter na waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, lakini utuopoe. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo.
Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Amani ya Kristo. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
from the side of Christ wash me. Passion of Christ elevated me. O good Jesus, hear me. Within thy whose side me. Omit me not to separated from thee. From the wicked foe defend me. And thou my bed call me. And yet return of thee. But angels raise. And shall be praised forever and ever. Amen. Ee Bwana Mungu, sisi tulioshibishwa kwa kipawa chako kitakatifu kwa ajili ya kifo cha mwanao, umetufanya tuyatazamie kwa matumaini yale tunayoyaamini, na tunakusihi kwa ajili ya ufufuko wake utujalie tuweze kufika kule tunakoelekea kwa hamu. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunaweza keti tusikize matangazo. Mahujaji ya matumaini pamoja katika sala. Leo ni Jumapili yetu ya kutoa zaka ama fungu la 10. Unaweza pia kutoa zaka yako kupitia njia ya M-Pesa ukitumia paybill ya parokia ambayo ni 527500, akaunti weka tithe. Mungu abariki kazi ya mikono yako na familia yako. Leo ni Dominika ya Matawi. Hii inaashiria mwanzo wa wiki takatifu ambao kilele yake ni Triduum ya Pasaka, yani Alhamisi takatifu, Ijumaa Kuu na Jumamosi takatifu inayotuelekeza kwenye Dominika ya Pasaka. Ratiba yetu ya wiki takatifu ni kama ifuatavyo. Triduum ya Pasaka.
siku ya Alhamisi, misa ya Krisim itakuwa saa 4 asubuhi na baadaye misa ya karamu ya Bwana itakuwa saa 11 jioni. Siku ya Ijumaa Kuu, njia ya msalaba itaanza saa 3 asubuhi. Adhimisho la mateso ya Bwana itaanza saa 9 mchana baada ya njia ya msalaba. Siku ya Ijumaa Kuu, njia ya msalaba itaanzishwa hapa kanisani saa 3 asubuhi na Mhashamu Askofu Mkuu Philip Anyolo. Tunahimizwa kukongamana kwenye lango la kanisa saa 2 asubuhi. Nunua kijitabu ya njia ya msalaba kwenye duka la vijana. Pia tunahimizwa mbebe maji ya kunywa siku hiyo. Siku ya Jumamosi, misa ya vigilia ya Pasaka itaanza saa 12 jioni. Wiki hii takatifu, muda wa muungano umeongezwa na ratiba ni kama ifuatavyo: Jumatatu, Jumanne na Jumatano, saa 12 asubuhi hadi saa 2 asubuhi, saa 6 hadi saa 8 mchana, kisha saa 10 hadi saa 11:15 jioni. Alhamisi, saa 9 alasiri hadi saa 10:30 jioni. Ijumaa hakutakuwa na maungamo. Jumamosi, maungamo itakuwa siku nzima kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Bahasha za Kwaresma na Pasaka zipo kwenye viti vyetu na kwenye pigeon boxes. Chukua bahasha na uirudishe na matoleo yako. Kikundi chetu cha Youth Serving Christ, YSC, kwa ushirikiano na bodi la vijana wamechapisha t-shirts zitakazovaliwa wakati wa Ijumaa Kuu, tarehe 18 mwezi huu. Nunua t-shirt kwa shilingi 850 nje ya kanisa na kwenye duka la vijana. Tunachangisha chakula cha msaada kitakachopeanwa kwa maskini na wasiojiweza katika jamii. Tafadhali peleka mchango wako wa chakula ama fedha kwenye meza iliyoko nje ya kanisa ama kwenye ofisi ya parokia. Mungu akubariki sana kwa wema na msaada wako. Ubatizo wa watoto wachanga hufanyika kila Jumamosi ya mwisho ya mwezi, ukitanguliwa na mafundisho kwa wazazi na wasimamizi. Mafundisho haya hufanyika kila siku ya Alhamisi saa 11:30 jioni. Wazazi wanashauriwa wachague majina ya watakatifu ambayo yanapendekezwa na kanisa. Ili kujiandikisha, tembelea ofisi ya parokia. Kikundi cha Catholic Charismatic Renewal kwa ushirikiano na Yes Family wanatualika kwa semina ya Life in the Holy Spirit kila siku ya Jumapili kuanzia saa 8 kwenye ukumbi wa St. John Paul II iliyoko jengo la Cardinal Otunga Annex orofa ya 7. Matangazo ya ndoa. Haron Timu, mwanaye Timu Fidelis na Florence Keribo anayeishi Nairobi angependa kufunga ndoa takatifu na Hailin Kemunto, bintiye Wilfred Nyauma Bangiri na Jane Mora Nyauma anayeishi Nairobi. Samson Omondi Oriko, mwanaye Vitalis Oriko Omwamo na Mary's Adiambo anayeishi Nairobi angependa kufunga ndoa takatifu na Ruby Ophilphas Obadia bintiye Officious Obadia Urusa na Mary Officious Urusa anayeishi Dar es Salaam, Tanzania. Yeyote ambaye ana kizuizi kwa ndoa hizi anapaswa kumjulisha baba paroko au padri yeyote anayefanya kazi katika parokia hii. Sasa tunaalika Wakristo ambao wametoa fungu lao la 10
ama zaka yao mwezi huu wajongee hapa mbele kupokea baraka kutoka kwa padri wetu. Let us pray. Almighty and gracious God, we pray for your blessing today. As we come to give your tithes and offerings, we ask that you will bless us in return. Cause the windows of heaven to open and pour out showers of blessings as you promised. Bless our jobs and businesses with prosperity, so that we may keep earning money to support not only our families but your kingdom's work. O God, we know that you promised to bless us financially, so that we can bless others too. So fulfill your word in our lives today. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kusisitiza hilo tangazo la kitubio, ningeomba tusigojee siku ya Saturday, Jumamosi. Tusigojee hiyo siku ili tukuje kitubio. Ningeomba hiyo siku, nimesikia juma hili lote kutoka kesho mpaka Jumatano. Confession ni saa 2 na kutoka 6 am mpaka 8 am na kutoka 12 pm mpaka 2 pm and then 4 in the evening. So ningeomba kindly let us use that maximally in the course of the week, so that Saturday tusikuje tupange line mpaka huko kwa plaza. Kwa hivyo ningeomba kindly we come a bit and we use that time, because the same day we are going to have our catechumens. Kwa hivyo ningewaomba kindly we prepare ourselves in the course of this Holy Week. Thank you ICA, thank you choir and all of us for participating in this Mass. Tujipigieni makofi. Tusimame kwa baraka ya mwisho. Bwana awe nanyi. Inamisheni vichwa kwa ajili ya baraka. Bwana, tunakuomba uitazame familia yako hii ambayo Bwana wetu Yesu Kristo hakusita kwa ajili yake kujitoa mikononi mwa wakosefu na kuteswa mateso ya msalabani, anayeishi na kutawala milele na milele. Na Mungu Mwenyezi awabariki, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani.